Musa. Lakini kuna nyakati walilalamika, wakamwacha Mungu, akaanza kuabudu sanamu. Ila Mungu bado aliendelea kuwasamehe na kuwavumilia na kuwasaidia. Wale waliokuwa wakitamani kumfuata Mungu waliendelea kufika na walifika nchi ya ahadi, lakini wale ambao walikengeuka na wengine hawakuweza kufika. Kwa hiyo mshahara wa dhambi huwa ni mauti, lakini ile karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mungu anatutaka sisi tuwe kwake, atuongoze na kutusaidia. Kwa hiyo Mungu alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje duniani. Yesu ukiangalia somo lililopita, kuna somo ambalo tumejifunza la Yesu ni nani. Kwa hivyo huu ni muendelezo sasa wa yale masomo, kwamba tumeshamjua Yesu ni nani, wokovu ni kitu gani na nini. Kwa hiyo Yesu aliishi maisha matakatifu, tulijifunza, bila dhambi, lakini yeye alikuwa na agenda kuhubiri ufalme wa Mungu na kuambia watu watubu dhambi zao, lakini aliwasamehe dhambi zao. Yaani yeye aliwasamehe dhambi zao. Aliwaponya wagonjwa, aliwafariji walioteseka na kuwasaidia. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alifufuka siku ya tatu na kushinda mauti. Na tunajua kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, lakini bado ametupenda kama vile Baba wa mbinguni alivyotupenda. Kwa hiyo ni nani aweze kuokoka? Ni nani aweze kuokoka? Tunajua kwamba wokovu ni mpango wa Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu wake wa kweli ni yupi. Lakini wokovu ni mpango wa Mungu ili kumuokoa mwanadamu kwa njia ya Kristo. Ni kipawa cha Mungu, ni neema tuliopewa kama ambavyo tumesema. Kwa hiyo ni nani ambaye anaweza kuokoka? Kwa hiyo habari njema ni kwamba kila mtu anaweza kuokoka. Mtu yoyote, wewe waweza kuokoka, mimi naweza, yani mtu yoyote, kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Hakuja kwa ajili ya hawa, alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Alikuja kwa ajili ya mimi na wewe. Hiyo ni habari njema. Na ile Matendo sura ya 4 mstari wa 12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote. Yaani hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote isipokuwa kwa Yesu Kristo tu. Kwa sababu yeye ndiye aliyeshinda dhambi na ulimwengu na kifo na mauti. Kwa wokovu unapatikana kwa yafuatayo. Moja, kutambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Utambue kwanza kwamba mimi ni mwenye dhambi. Lakini mbili, kutubu dhambi zako.